Wakati watu wengi wanapostaafu hutegemea pensheni ili kuendesha maisha yao ya uzeeni. Kuna mashujaa wengine wasiotarajiwa ambao nao fikia wakati wa kupumzika. Hapa na wazungumzia panya ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika kuisaidia jamii. Hapa na wazungumzia panya wa Apopo ambao hupewa mafunzo rasmi na kutumika kuokoa maisha ya binadamu kupitia kugundua mabomu ya ardhini na uchunguzi wa sampuli za ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa zaidi ya miongo miwili sasa, Apopo imekuwa ikitumia panya wakubwa wa Kiafrika, panya buku ama kwa kizungu hero rats, katika mapambano dhidi ya mabomu na TB. Kupitia uwezo wao wa kunusa, panya hawa wameweza kuchunguza maeneo na sampuli nyingi kwa muda mfupi, kuokoa muda, fedha na maisha ya watu. Lakini kwa Apopo, kazi haimaliziki panya anaposhusha mwendo. Panya anapofikia umri au kupungua uwezo wa kufanya kazi, huondolewa rasmi kazini na kuanza maisha mapya ya ustaafu. Huu ni mwanzo wa hatua muhimu katika maisha yao. Wanapata nafasi ya kuishi maisha ya utulivu, wakifurahia mapumziko baada ya miaka ya huduma kwa binadamu. Hii ni nyumba ya kulea panya wazee. Panya hawa ni wale ambao walipewa mafunzo kwa ajili ya kufanya uokozi, lakini pia kufanya uchunguzi wa sampuli za bakteria ambao wanaambukiza ugonjwa wa kifua kikuu. Nyumba hii ipo katika kituo cha Apopo ambacho kipo katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo hapa Morogoro. Panya hawa ambao wamepata mafunzo kupitia kituo hiki wamefanya uchunguzi wa sampuli zaidi ya milioni 1 wanaotambua bakteria wanaosababisha ugonjwa wa kifua kikuu, na katika sampuli hizo watu zaidi ya 30,000 wamebainika kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Kupitia panya hawa maambukizi mapya zaidi ya 300,000 yameweza kudhibitiwa. Na moja kwa moja nitakukutanisha na mkufunzi wa kufunza panya, lakini pia ni mlezi katika nyumba hii ya kulea wazee. Atatueleza ni namna gani panya hawa baada ya kustaafu, ni kitu gani ambacho wanakifanya, lakini upekee wa maisha yao ambayo wanapata hapa, na ni kwa nini panya hawa basi wakishamaliza kufanya kazi hawatupwi ama kutelekezwa ama kuuawa na wanahifadhiwa katika nyumba hii. Nyumba yetu ya wazee, na hapa niliposimama ni upande ambao wanaishi panya walostaafu jinsia ya kike. Nikiwa kama mkufunzi wake na mlezi wake, nikishafika asubuhi kama hivi huwa naingia ndani kumwangalia kama ameamka. Nashukuru Mungu yupo ameamka, yuko active. Toto bibi kama unavyomuona hapa, ana afya njema, yuko poa kabisa, ana shida, anakula pensheni yake hapa. Kitu cha tofauti ambacho tunawekea kwa panya wetu walostaafu, kama nilivyosema awali, hawa panya wanapata muda mwingi wa kupumzika. Kwa hiyo akiwa kwenye mapumziko yake lazima tumwekee vitu ambavyo vita refresh mind yake. Kwa mfano hapa nilipo hii kitu inaitwa lining wheel. Hii ni eneo lake la kucheza. Hii ni mfano kama watu, nadhani kuna watu wanaendaga jogging, kuna ile belt linalotembea na umeme.
ni kama hii hapa. Kwa kishaka humu panya anacheza, anakimbia kimbia, inazunguka hivi. Ukiachilia hiyo, pia kuna hizi kamba. Hizi kamba yeye kwake ni kama entertainment. Anapanda humu, ananing'inia. Kuna hii kitu unaiona hapo pia ni sehemu yake ya kuenjoy. Umeona bwana. Tena kuna wengine pia wanapenda sana haya maranda, ni kama sehemu yao pia ya kucheza. Anaweza akayatoa hapa, akayapeleka huko, akayarudisha. Kwa hivyo ni vitu special ambavyo wanafanyia ukiachilia chakula na kuwatunza na kuangalia afya yao pia. Kuna kitu kingine ambacho cha ziada tunawekea kwenye chumba chao, ni kama hii toy unavyoiona. Hii toy sio urembo tu kwake, bali ni kama sehemu ya kucheza. Kwenye haya matundu unayoyaona haya, huwa tunaweka chakula. Kwa mfano tunaweka karanga, let's say. Kwa zile karanga ukishaweka huko ndani unazichomeka. Ukishachomeka zile karanga, yeye wakati anazitafuta azitoe, maana yake atasumbuka. Kule kusumbuka kwake ndio kuenjoy kwake au ndio kucheza kwake hivyo. Unakiachilia hiyo pia kuna kitu kingine kama unakiona hiki. Hii pia ni toy, yeye akishaiona hii ataruka nayo, atacheza nayo. Kwa basi vile kuruka kwake ndio sisi furaha yetu kwake, kwamba anafurahia hiyo kitu. Na hiyo unaiona pia ni sehemu ya kama tiba yake. Hawa panya tumesema wanapumzika muda mrefu, na kwenye mapumziko yao kuna vitu vingi. Kwa mfano hata binadamu ukiwa umepumzika mwili una relax, kwa hiyo hata meno yao pia yanakuwa. Kwa hiyo kupitia hizi mbao, huyu panya akishajihisi tu kama meno yake yamerefuka, basi atayapunguza kwa kula hii mbao unavyoiona hivi. Ataila hivi, basi akishaila meno yake atafanyaje? Yatapunguza makali, au kama alikuwa marefu basi yatarudi kwenye size anayotaka yeye. Kwa hiyo pia ni moja ya vitu ambavyo tunawekea kwenye nyumba yao. Hawa panya tunawatrain, wakishafika muda wao wa kuretire, tunasema kustaafu, huwa tuna kitengo maalum kinaitwa retired kennels. Huwa tunawachukua, tunawahifadhi, tunawatunza. Hatuwatupi. Kwa nini mnawatunza? Tunawatunza kwa sababu tutapozungumzia SUA popo, sisi tunafuata, tunasema tunadili sana na animal welfare, haki za wanyama. Kwa hiyo haki ya mnyama tuashumu tu, hata wewe unakitumia kitu au mbwa wako nyumbani au paka wako akishazeeka ukamtupa, unajisikiaje? Kwa hiyo hata sisi pia hao wanyama tunawafundisha, wakishatumikia majukumu mbalimbali, basi sisi hatuwatupi, tunawahifadhi, tunawatunza, wanapata haki zao zote huko, watakula, watacheza, wakiumwa watatibiwa, mpaka kifo chao kile sasa cha hiari. Tunasema sasa huyu amefariki kwa kifo cha hiari kabisa, sio sisi tusababishe kifo chake. Na katika kituo chako kwa sasa hivi kuna panya wangapi? Katika kitengo changu mpaka sasa hivi nina panya 22, na wamefanya kazi katika kitengo cha TB. Na kama nilivyosema mwanzo, kuna panya sometime hawezi kuja, anaweza kaja huku akiwa na magonjwa au hakufanya vizuri katika mafunzo yao, kwa hiyo nawapokea. Kwa hiyo napanya kama wa aina 2 hivi. Hawa panya wakisha staafu, akili zao ama uwezo wao unakuwa gani? Hawa panya wakisha staafu, naweza nikasema tuchukulie sisi binadamu kishazeeka, kuna baadhi ya vitu huwezi kuvifanya, nao pia kadhalika. Kwa hiyo kama nilivyosema, hawa wako chini ya uangalizi. Kwa unajikuta kuna mwingine amekuwa amezeeka totally, kwa hiyo hata kujisaidia anajisaidia kwenye anapolala. Kwa hiyo mimi nikiwa mkufunzi, kwa ndo maana hakikisha kila siku namcheki, namkagua amefanyaje. Kwa hiyo uwezo wao kweli unapungua. Tukiangalia kwa binadamu, kuna wale wazee wakizeeka, wengine wanakuwa na visirani, wengine wanakuwa tabia za ajabu, kususa, kufanyaje. Kwa panya ikoje? Kwa binadamu naweza nikasema nakubaliana nayo, lakini kwa panya ni tofauti kidogo. Hawa panya ukiwaonesha upendo hawawi hivyo kama unavyofikiria. Wako wataratibu. Yaani akishajiona tu kwamba huyu jamaa au huyu ananihudumia ana upendo na mimi, hawezi kufanya hivyo. Yaani wanakuwa wataratibu kama walipokuwa vijana. Sijawahi kupata hiyo shida kwamba nikakutana na panya
ambaye ana kisilani kutokana na utu uzima wake au uzee wake. Hapana, hawa wanahitaji upendo na kuwajali, hawana hizo shida. Naenda kuhifadhi, tutakuja kuchukua vingine. Napenda ndizi. Baada ya kustaafu, maisha ya panya hubadilika kabisa. Hakuna tena harufu za maabara wala ratiba nzito za kazi. Kama ilivyo tafsiri kwamba mtu ukishastaafu unatarajia kupata zile pension, basi hata kadhalika na hawa viumbe wetu hapa wakishastaafu huku wanapata matunzo, wanapata haki, wanapata stake zao zote wanastahili kuzipata mpaka atakapokuja kufa mwenyewe. Kitu gani cha kipekee tofauti na akiwa kazini ambacho anakipata akiwa huku? Tofauti akiwa kazini na huku ana relax. Hata wewe pia ukiwa kazini zile kaeka umeenda kushoto kulia, lakini ukishakuwa huku unatulia, una relax, unapata muda wa kupumzika, unapata muda wa kufanya mazoezi. Huku anapata muda, yani anapata muda, naweza kusema kwamba tofauti ya kazi na huku kwamba huku ana limit. Pension yake ni inakuwa kubwa ni kupumzika ama kuna labda kuwapongeza kwa chakula ama kitu chochote? Hapana. Chakula tunasema kwamba ni lazima. Hiyo lazima. Yaani hata kama anafanya kazi au staff, chakula ni lazima. Lakini huku tofauti yao sasa kwamba huku anapata vitu ambavyo alikuwa havipati akiwa kazini. Ndio anavipata huku sababu kama nilivyokuambia, mtu ukiwa kazini unakuwa very busy. Lakini akishakuwa huku ana relax. Yeye mwenyewe anasema kwamba huu muda ngoja tembee, huu muda ngoja nikacheze, huu muda sasa ngoja nikale. Umeona? Kwa hiyo huku hapangiwi jinsi gani ya kuishi. Huku hapangiwi kwa kweli. Huku anakuwa free, anaishi maisha yake, anamalizia maisha yake. Ndani ya nyumba ya panya wastaafu, kila panya ana ratiba yake: chakula bora, maji safi, ukaguzi wa kiafya na muda wa kucheza ni sehemu ya maisha ya kila siku. Ratiba yake kwa siku inakuwaje? Ratiba yake kwa siku, huyu panya anayestaafu huku kwanza anakuwa na muda wa uangalizi unakuwa mkubwa, kwa sababu unajua umri nao ukishakwenda kuna magonjwa yanakuzingira, mwili unazofika. Kwa hiyo huyu anakuwa na muda mkubwa wa uangalizi, kwamba huyu lazima asubuhi aangaliwe, ameamkaje, ana tatizo gani, tulimwekea chakula kwa nini hajala. Umeona? Na kama ana shida, kama naweza mimi naimhudumia kuihendo, basi nitahendo. Kama liko nje ya uwezo wangu, basi nitamuita daktari ambaye anadili nao, kwa sababu hawa huwa wanafanya check up kwa wiki, wanafanya kama mara moja, ambao in general anakuja daktari anawacheki. Lakini hizi siku nyingine mimi ninawatunza, nina jukumu la kuangalia afya yao, kwamba nikishaona kuna dosari basi na ripoti kwa daktari. Daktari atakuja, atamwangalia, atamtibu. Kwa hiyo huku anakuwa chini ya uangalizi mara kwa mara kutokana na umri, na kama tulivyosema mstaafu umechoka. Ratiba ya huyu ya kula kwa wiki ikoje? Ratiba kwa huyu kula, wanakula kila siku kwanza. Na sio kila siku, maana sio chakula cha aina moja. Kila siku kuna ratiba yake. Huyu panya ana ratiba yake, huyu mzee ana ratiba yake ya kula. Kwa nini tunafanya hivyo? Ili kwa mfano kuna kipindi cha baridi. Kwa shumu hata wewe kipindi cha baridi, hata maji sometimes kunywa unyewe unayaogopa. Kwa hiyo kwenye hiyo season tunajua sasa chakula hichi tukimpa atapata maji. Kuna kipindi cha joto, chakula panya hii hapendi, basi tutampa chakula kutokana na mazingira. Kwa hiyo kila siku
ana chakula chake tofauti alichokula leo, au anakula kila siku, lakini sio chakula cha aina moja. Na ratio yake kisha stafu inaongezeka ama inakuwa kawaida kama ilivyokuwa? Ratio yake kisha stafu ya chakula itaongezeka, kwa sababu kama nilivyokuambia, huyu panya ana muda mwingi wa kupumzika. Kwa hiyo kama mstaafu uenjoy matunda yako, ukiangalia pembeni kuna msosi, ukiangalia huku kuna kitu fulani, umeona? Kwa hiyo ratio yake inaongezeka. Anapenda kushinda ndani. Huyu ni Princess Leia, ndiye panya mzee kuliko wote kwa sasa katika nyumba ya panya wastaafu wa Apopo, na alizaliwa Agosti 22 mwaka 2016. Tofauti na panya waliokuwa wakifanya kazi ya mabomu, Leia alihudumu katika kitengo cha TB akisaidia kugundua ugonjwa wa kifua kikuu kwa kunusa sampuli za makozi. Leo Leia anaishi maisha ya utulivu akipata uangalizi maalum unaoendana na umri wake na mchango wake mkubwa katika afya ya jamii. Hapa nina panya na umri mkubwa. Huyu alizaliwa 2016, anaitwa Princess Leia. Huyu amefanya kazi kwenye kitengo cha TB. Alianzia hapa Morogoro, baadaye akaenda kwenye operation Dar es Salaam. Tuna kituo chetu kule, kwa akastafia huko Dar es Salaam, akaletwa hapa kupumzika. Hali yake iko vizuri. Yeye ndo bibi hapa. Yaani ndo bibi kwenye kitengo changu. Tunaona kuna ambao mnawapa pongezi. Wale ambao labda ni wamekuwa watukutu mkawaleta hapa, wenyewe mnawazibu ama mnawapongeza na nyinyi? Hapana. Sisi hatuna panya tunaimwazibu hapa, kwa sababu tuna deal sana na haki zao, haki za msingi za wanyama. Tunaita animal welfare. Kwa hiyo akija panya yote kama atastahili kupongezwa, atapongezwa kwa kazi aliyofanya. Kwa mfano hata huyu Prince Leia, kwa kitakwimu nadhani data ziko ofisini, lakini ameokoa watu wengi sana. Kwa hiyo walivyofikia kustaafu tulimpongeza kwa kweli kutokana na kazi yake aliyofanya. Kwa hiyo tulimpa pongezi, tukamwandalia sherehe, tukampokea. Kama viumbe wengine, panya nao hufika mwisho wa maisha yao. Panya anapofariki, Apopo hufuata taratibu za heshima na utu. Hii ni sehemu ya falsafa yao ya kutambua kuwa mchango wa mnyama una thamani hata baada ya maisha kuisha. Sisi hatutupi panya. Baada ya kustaafu tutamlea, tutamtunza, tutamlinda. Na ikitokea amefariki, basi tutamzika kwa heshima. Pia kuna sehemu yao tunawazika, hatutupi kwamba huyu tayari ameshakufa mnyama tumtupe huko mbwa wale, hapana. Sisi tuko tofauti kwa sababu tunafuata haki za wanyama. Sisi panya akifa tutamzika, tunamzika, kuna sehemu yao tunamzika. Ni makaburi kama binadamu ama ni eneo tu? Tuna eneo tumelitenga kwamba hili eneo kwa ajili ya kuwazika panya wetu ambao walitutumikia, wamestaafu, Mungu aliwapenda, wamefariki, tunawazika hapo. Na kule maua mnapeleka? Mnahudhuria msiba? Of course. Huwa itatangaza kabisa, tunafanya kazi wote watajua kwamba leo amefariki panya fulani. Basi tutaumia kwa wale ambao watu walifanya naye kazi, kusikia bwana panya fulani amefariki, lazima umie. Kwa mfano hata wewe labda ulikuwa na mtu wako wa karibu kasikia amefariki, utaumia. Kwa hiyo tunaumia kwa kweli, wote tunaomboleza kwamba amefariki. Msiba wake unakuwa wa kawaida tu kama msiba mingine, kwamba amefariki. Lakini utofauti wao kidogo tofauti, kwamba akifariki huyu huwa hatuendi kumzika moja kwa moja, huwa tunamfanyia uchunguzi. Amefarikije? Je, alikuwa anaumwa au labda ndio umri umeshafika? Basi tukishapata jibu kule tutakabidhiwa sisi wahusika na sisi tutakumzika.
Kwa maana hiyo postmortem lazima. Ya lazima, kwa sababu hawa ni wazee, lazima tujue chanzo cha kifo chake, amefarikije. Kama alikuwa ameumwa ugonjwa gani. Kwa lazima tupate ripoti ya daktari kwamba bwana amefariki kawaida au amefariki na ugonjwa fulani kwa muda fulani alikuwa nao, basi sisi tutakabidhiwa, tutaenda kumzika. Nyumba ya panya wastaafu si makazi pekee, ni sehemu ya mafunzo na maonesho kwa wageni, wanafunzi na jamii. Kama unavyoona, hii pia imekuwa kama sehemu ya maonesho. Hata wageni wetu wakija, tutawatembeza kwenye setup na sehemu nyingine tofauti tofauti, lakini lazima tuwalete hapa kwamba kule kote mlipotoka hitimisho lao ni hapa. Kwa hiyo tumeifanya hivyo kwamba mtu akija tutamtembeza, ataona shughuli zetu, lakini baada ya kuona shughuli zetu tutamleta kwenye hili hitimisho kwamba hawa panya wote wakishamaliza mafunzo, wakishazaliwa anafanyeje. Baada ya hapo tunamleta huku baada ya kustaafu. Kupitia mpango wa panya wastaafu, Apopo inasisitiza umuhimu wa kuheshimu hali na maisha ya wanyama. Mimi nikipenda kwa kweli jamii inione na inisikie na walitambue linalosema. Hakuna kitu au kiumbe ambacho hakihitaji thamani na kuheshimiwa. Kila kitu au wanyama, awe mbwa, awe paka, kama unaye nyumbani, basi inatakiwa ujue haki zake. Unajua kuna kitu kingine watu hawakifahamu, kwamba ukishakuwa na mnyama, kwa mfano mbwa, ni kumlisha tu. Lakini hapana, hawa wanyama wana vitu vingi. Huyu mnyama ataumwa, utajuaje kama anaumwa? Chakula unachompa, kwa mfano labda wewe ushazoea kumpa kwa watu wengine nyumbani, labda una mbwa wako, labda unampa kila siku labda nyama au ugali kwa mfano. Lakini hapana, mnyama atakiwa mbadilishie chakula. Leo umempa nyama, kesho utampa samaki. Leo umempa wali, kesho utampikia ugali. Yaani lazima apate yale mabadiliko kama wewe unavyojisikia. Leo nataka nile nyama, leo nataka nile ndizi. Umeona? Kwa hiyo kupitia mimi na waasa sana, jamani ndugu zangu huko nyumbani, kama una mbwa au unapaka, hebu jaribu hata kusoma basi kujua haki zake za msingi ni zipi. Utasikia Kupitia simulizi hii ya panya wastaafu, Apopo inaonyesha kuwa hata baada ya huduma katika mapambano makubwa kama TB, mnyama mdogo ana haki ya kuthaminiwa, kutunzwa na kuishi kwa amani. Jina langu ni Teresia Mwanga, mwandaji na msimuliaji wa makala haya. Asante, naendelea kutazama UTV, Azam TV, burudani kwa wote.